Uhari gani mtazamaji wa JM News TV, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo. Leo tupo hapa Buza kanisani kukuletea uchambuzi unaohusiana na dirisha dogo la usajili. Tunafahamu dirisha dogo rasmi limeshafunguliwa. Mashabiki wa soka vilabu vikubwa nchini wana maoni mbalimbali kuelezea kile ambacho kinafanywa na timu zao. Ninaye shabiki wa klabu ya Simba akitaka kuelezea kile ambacho kinaendelea ndani ya timu yao kuhusiana na masuala ya usajili. Habari gani ndugu yangu? Nzuri ndugu yangu. Uko poa kabisa? Niko poa kabisa, Mungu ni mwema. Ungejitambulisha limadi watazamaji wetu wa JM News wapate kukufahamu. Asante. Kwa majina naitwa Geoffrey Mason, ni bodaboda hapa Buza kanisani, Sheli ya Meli. Ni mwana Simba? Ni mshabiki wa Simba. Katika siku ya jana, miongoni mwa kauli ambazo zimekuwa zikiendelea katika mitandao ya kijamii hasa katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili la mwezi Januari, ni kauli ambayo ameitoa mwenyekiti wa klabu ya Simba kwamba Simba haikuwa na uwezo wa kumchukua Alan Okello, mchezaji ambaye katika miezi ya nyuma aliwahi kuhusishwa na klabu ya Simba. Wewe kama mwana Simba unaizungumziaje kauli hii? Klabu kama Simba, klabu namba 5 barani Afrika, sio kwamba haina uwezo, bali wao waseme tu labda hawakumuhitaji, sio kwamba haina uwezo. Sio kusema kwamba eti klabu kama Simba ishindwe kumsajili Alan Okello. Kwa hiyo unaamini Alan Okello hakuwa ni sehemu ya mipango ya klabu ya Simba, lakini katika siku za nyuma mliwahi kuhusishwa naye kujiunga na kikosi cha Simba Sport Club mitaa ya pale Msimbazi? Ni kweli hizo zilikuwa ni tetesi, nilisikia ni tetesi. Hata msemaji wangu Ahmed Ally alisema hizo ni tetesi, wao wakimhitaji mchezaji yoyote wanaweza kumpata. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba labda wao waseme alikuwa hayupo katika mipango ya kusajiliwa, kiso kama eti kama alivyosema mwenyekiti wetu kwamba Simba haina uwezo wa kumsajili Alan Okello. Hilo mimi napingana naye. Hilo unapingana nalo. Tukiachana na mwenyekiti Mangungu, tunautazama usajili wa dirisha dogo mwezi Januari ndani ya kikosi cha Simba. Tunajua kuna baadhi ya wachezaji wameshaondoka tayari, akiwemo mfungaji bora wa msimu uliomalizika Jean-Charles Ahoua, naye tayari ameshaondoka ndani ya kikosi cha Simba. Kwanza, kuondoka kwa Jean-Charles Ahoua, top scorer na MVP wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, unalizungumziaje kama shabiki wa Simba? Mimi kama shabiki wa Simba nimehuzunishwa sana na hicho kitendo cha yeye kuondoka, japo yeye anachoangalia ni maslahi, sababu yule ni mcheza mpira na mpira ndo kazi yake. Kwa hiyo pia kilichomfanya yeye aondoke achukue maamuzi magumu, au anaweza kafanya mchukua maamuzi au sahihi kwake, kwa sababu yeye kwanza msimu huu alikuwa apati nafasi mara kwa mara. Hicho cha kwanza. Cha pili, ndugu mtangazaji, yule ni mchezaji professional, ndio top scorer wa msimu ulioisha. Leo hii huwezi kusema eti kwamba unahitaji au katika mpango wako, ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi ninachoamini kwamba watu wamefika dau, basi kaamua kuondoka, na yake angalia na nafasi ambayo wapate kwenye kikosi cha kwanza, kaamua kuondoka. Na inasemekana ameuzwa kwa pesa nyingi sana katika klabu ambayo ameelekea. Maanake wana Simba mmepata faida kubwa sana. Tukiachana na Jean-Charles Ahoua kuondoka ndani ya kikosi cha Simba, lakini Simba wamekuwa wakihusishwa na nyota mbalimbali kutoka mataifa tofauti barani Afrika, akiwemo Gueye, raia kutokea Senegali. Unahisi kwamba kama Gueye atajiunga katika kikosi cha Simba Sport Club katika eneo la katikati, lakini tumeambiwa ni mchezaji ambaye anaweza anamudu kucheza na eneo la juu, unahisi itakuja kuleta faida gani ama matokeo gani mazuri ndani ya kikosi cha Simba? Kama ni kweli hizo ni tetesi mtangazaji, mimi sijamfuatilia kusema ukweli, ila kama ni kweli na Simba wanampanga kumsajili na akafika akacheza nikamuona anakocheza na akasaidia timu yangu, hapo naweza kuongea la kumuongelea, lakini kwa sababu sijamuona na sijamfuatilia, nisiwe muongo, siwezi kumzungumzia sana mpaka nimuone na klabu yangu
ithibitishe kwamba wamemsajili, hapo ndipo tunapata nimuone akicheza. Umesema mpaka umuone Gueye akicheza, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao walishiriki katika michuano ya CHAN iliyofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Ni mchezaji wa kikosi cha Senegali. Miongoni mwa mali ambazo zinatajwa zaidi kuwa bora kwa sasa hivi barani Afrika ni Gueye. Tukiachana na Gueye, Ismail Traore anahusishwa ndani ya Simba. Tunaambiwa Shamo Kalabwa ni kama tayari ameshamalizana na mabosi wa Simba. Kusema ukweli, mimi binafsi kama huyo Traore anahusishwa na Simba na akaja kuziba pengo la Chamaloni. Chamaloni ni kweli ni beki mzuri, ila ana makosa madogo madogo kusema ukweli, ila kama ni kweli huyo Traore akaja na akafanya vizuri, tutamsupport. Alafu pia Simba hii toka mchezaji ingia mchezaji, ujue mimi niongee kitu kimoja, mtangazaji, kitu chochote kisipokuwa na uongozi bora hakiwezi kuwa imara. Simba shida ni uongozi na si wachezaji, kwa sababu hata ukitaka kuangalia upande wa pili wenzetu wako vizuri kila idara na mati mwana anafanya vizuri, lakini sisi viongozi wetu hawako, yani hawana umoja, wanachama hawana umoja, viongozi hawana umoja. Sasa timu haiwezi kuwa vizuri. Ndio maana hata ukitaka kuangalia sasa hivi Simba una mpasuko mkubwa sana, kiasi kwamba hata leo hii watu wanakimbia maiki, mashabiki hawezi kuongea. Kwa sababu gani? Timu haifanyi vizuri. Kutokana na nini? Uongozi. Uongozi ukae chini, ukae na wanachama, mashabiki wakae chini, tuwe wamoja. Timu yetu ni nzuri. Hata kama atafanya usajili, wafanye usajili ambao kocha ana mahitaji nao, wasifanye usajili ambao wao wamemuona wao akaja katika mfumo wa kocha akawa hawezi ukizi mfumo wa kocha. Kwa hiyo unaamini usajili wa Simba uzingatie zaidi matakwa ya kocha Steve Barker ndani ya kikosi hicho? Ndio, hilo ndio la kwanza. Kama mwalimu anamhitaji huyo Traore na huyo mwingine uliomsema wewe, baada ya kuchukua nafasi ya John Charles Ahoua, sawa, lakini wamsikilize kocha anahitaji nini. Miongoni mwa virabu vikubwa barani Afrika huwezi kukosa kuhitaja Simba Sport Club, lakini kwa msimu huu wamekuwa na mwendo wa kusuasua, na ikitajwa kwamba wachezaji wamepoteza ile hali ya kupambana, hali ya kuipambania timu. Unaona ni katika maeneo gani zaidi Simba wangeboresha katika dirisha hili dogo la usajili kwa hili kurekebisha kile ambacho mashabiki wamekuwa wakikilalamikia katika mechi za NBC? Kwanza Simba usajili inatakiwa ufanye ni kuanzia kiungo namba 8, ningependa msajili mwingine namba 10. Pia hatuna kiungo namba 10, kiungo mshambuliaji hatuna, na pia striker namba 9. Soa hajawa yule Soa ambaye tulikuwa tunamtarajia kwa msimu ulioisha. Kwa hiyo Simba waongeze striker mwingine hasa kuelekea kwenye hizo mechi zinazokuja. Ukiangalia tuna Champions League na ambako tumefanya vibaya na hatuna hata point moja. Tuna ligi ya ndani, tuna FA inakuja. Kwa hiyo wafanye usajili ulio bora ili kuboresha kikosi, na wamsikize hasasa kocha anamhitaji nani na nani, ili yeye aendane na falsafa zake ambazo yeye mwenyewe anazohitaji ndani ya klabu au katika mifumo yake yeye. Kwa hiyo umezungumzia falsafa ama mifumo ambayo mwalimu anahitaji ndani ya kikosi alichokuwepo husika, lakini tukumbuke kwamba falsafa hii inaendana na wachezaji ambao waliokuwepo katika timu husika ndani ya kikosi cha Simba. Miongoni mwa timu ambazo zina wachezaji waliokuwa very matured, wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, unahisi kwamba wanaweza wakaendana na kile ambacho mwalimu Steve Barker anakihitaji ndani ya kikosi cha Simba, ama aongezewe watu ambao yeye anaamini hawa nitakwenda nao pamoja? Wachezaji wakubwa tunao, ila wao wamsikize mwalimu anataka muongeze nani na nani ili kuja kuongeza nguvu. Yani unaweza ukawa na nguvu lakini kuongezewa nguvu unaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini useme kwamba sisi ni wachezaji wazuri na wakubwa,
ila wale wenye kuamua mechi sisi ndio ambao hatuna. Miongoni mwa mapigo makubwa ambayo Simba waliyapata ukiwa unaanza msimu huu wa mwaka 2025 2026 ni kuondoka kwa beki wao kisiki wa muda mrefu Mohamed Hussein Shabalala, wakamleta Antonio Mligo. Hivi sasa kwamba klabu ya Simba inasemekana wameshamalizana na Dickson Kibabage kutokea Singida Black Stars. Unautazamaje usajili huu wa Dickson Kibabage ndani ya kikosi cha Simba? Dickson Kibabage ni mchezaji mzuri na anaweza kaleta nguvu pia katika kikosi chetu, kutokana kwamba Mligo ndo kwanza anachipukia, anafanya vizuri, mchezaji mzuri, ila ndugu mtangazaji, mimi niongee kitu kimoja, yule hana backup yake, kwamba akiumia yeye namba 3 hatuna. Kwa hata atakuja Dickson Kibabage, yeye akiwa yupo Mligo atacheza Dickson Kibabage. Dickson Kibabage yupo hata kaa bench. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na mheshimu performance yake, na kama ni kweli na nitamuona akicheza ndani ya Simba nitafurahi. Umesema ni kama ni kweli, ukimuona ndani ya kikosi cha Simba utafurahi, manake unahisi nafasi yake inahitajika zaidi ndani ya kikosi cha Simba kutokana na performance yake. Toka nimeanza kumfahamu na kumtazama akiwa anacheza, ni mchezaji mzuri sana. Mimi naheshimu sana talent ya mchezaji. Kibabage ni mchezaji mzuri, ana talent nzuri, anajituma, mchezaji mzuri ambaye mimi binafsi mwenyewe namkubali na huwa namfuatilia sana. Mashabiki wanasema kwamba timu kuna maeneo ni dhaifu zaidi kuliko maeneo mengine, ikiwemo katika eneo la katikati, eneo ambalo anacheza mtu kama Nabi Kamara. Katika eneo hilo anacheza Yusuf Kagoma. Unahisi kwamba kuna ulazima viongozi wa Simba kukaa chini na kuongeza kiungo mwingine katika eneo hilo? Mimi kuhusu viungo sina mashaka nao waliopo, ila kwa weledi wangu na matakwa yangu ningependa sasa, shida Simba sio katikati ya uwanja au mabeki. Shida ya Simba ni kwenye ufungaji, kuscore ndio shida ya Simba iko hapo. Nataka kuangalia mtangazaji, msimu huu hata kwenye CAF tumecheza mpira mzuri, ila finishing imekuwa mbovu sana. Umelizungumzia eneo la ushambuliaji, mkiwa na washambuliaji watatu, Jonathan Soa ndani ya kikosi chenu, Suleiman Mwalimu Gomez mchezaji ambaye yupo kwa mkopo ndani ya kikosi cha Simba, lakini Steven Dese Mukwala mchezaji aliyofunga takriban magoli 10 na kuendelea katika msimu uliomalizika. Unahisi wanafeli wapi zaidi mpaka wanashindwa kupachika mabao, na hao wote ni miongoni mwa fuadi hatari zaidi katika ligi kuu ya NBC? Sio kukwama. Timu ingekuwa itengeneza nafasi, ningesema strikers wetu ni wabovu. Timu inatengeneza nafasi, shida ni utulivu kwenye eneo la mwisho, yani kumalizia ndio shida. Kuna wachezaji wazuri ndio, kina Soa wazuri, wakina Mkwala wazuri, hata ukiangalia so wao tu ndio jukumu lao sana kufunga, jukumu lao mama ni kufunga, lakini hata wale wachezaji ambao wanapata nafasi kuzitumia inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo wao kama wao, uongozi ukae uangalie ni wapi uboreshe, wapi uko sahihi. Ila kwa mimi binafsi, Simba yangu kwa msimu huu tumefanya vizuri Champions League kwa sababu tumetengeneza nafasi nyingi, tumeshindwa kuzitumia. Sisi tukifanya makosa tunaadhibiwa. Kutokana nini? Unapopata nafasi zaidi ya 2 ukashindwa kuzitumia, mwenzao akija kupata nafasi moja lazima itumie kwa umakini. Kwa hiyo waongeze umakini, watumie nafasi zinazopatikana ili kurudisha morali hata mashabiki, na pia uongozi ujitathmini, ukae pamoja, tuwe kitu kimoja, hii Simba yetu ile Simba ambayo tunahitaji. Kwa hiyo unahitaji striker ambaye atakuwa na utulivu na uwezo mkubwa sana wa kufunga. Sio kwamba nahitaji striker au kwamba mimi nawalaumu waliopo wale mastriker, hapana, ila ni watumie nafasi wanaozipata. Mkwala ni mchezaji mzuri, Soa ni mchezaji mzuri, hata viungo wetu ukitaka kuangalia, Mpanzu ni mchezaji mzuri, mwenye quality nzuri, Morris mzuri, ila isipokuwa wanapata nafasi
utulivu eneo la mwisho ndio limekuwa changamoto kubwa sana. Utulivu katika eneo la mwisho limekuwa changamoto kubwa sana, kulingana na maneno ya shabiki wa klabu ya Simba. Wanahitaji striker ambaye atakuwa na utulivu mkubwa, ama wachezaji waliokuwepo ongeze umakini na utulivu ambao utawezesha kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hawa ni mabingwa mara 24 wa ligi kuu ya NBC, mnyama mkali wa mwituni Simba, na huyu ni miongoni mwa mashabiki wao. Kutoka hapa Buza Kanisani, niseme tu namshukuru sana shabiki wa Simba Sport Club. Mimi pia nashukuru, karibuni sana. Sisi Simba yetu tunaipenda, ikifanya vibaya ni ya kwetu, ikifanya vizuri ni ya kwetu. Ikifanya vizuri tutaongea, ikifanya pia vibaya tutaongea. Hatuwezi tukaikimbia timu yetu, tumeipenda sisi wenyewe. Asante sana, kama timu mmeipenda wenyewe, manake mnakubaliana na chochote mnachokipata. Ndio. Uko sahihi. Basi nikwambie tu mtazamaji wa JM News TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo JM News TV. Mimi ni Shisco JR Kisarawe Finest, mpaka wakati mwingine.